المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Tumkabidhi kipata sauti hivi shekhe wetu, mzee wetu Sheikh Ali atutilie Fatiha pamoja na dua, ikiwa ni ishara ya ufunguzi wa jambo letu, na baada ya hapo tutatawassal wa asma'ullahi alhusna, kumuomba Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake matukufu na sifa zake takatifu, ili aweze kufanya kituo hiki kiwe ni kituo ambacho kitatekeleza yale majukumu hasa ya vituo kama hivi. Moja kwa moja tumuombe mzee wetu Sheikh Ali atufungulie hadhara yetu. يا ربي ويا سميع اللهم يا كافي ويا سميع يا رب يا هادي ويا رحمن اللهم يا الله يا اللهم يا عدوان اللهم الفضل والإنعام وسيد المطلق بالأنام العابدين العابدين يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا أب يا مقسط يا ديان تباركت أسماء اللهم يا خلاق اللهم يا قريب يا رقيب والمستعان السامع والمجيب اللهم يا خلاق يا منيب. Ameambatana na wanawe kwa maana zote za wanawe, wanawe kinasabu, wanawe kiilmu na kimalezi pia wao. Sasa yeye kwa protocol zilivyo atazungumza mwisho, ili zile sehemu ambazo wanawe wataziacha yeye aje aziende. Hiyo protocol iliyopewa kwa hiyo moja kifumani yeye awe ni msaidizi wa kwanza katika mnasaba. لا أكرم الكرماء وأشرف الشرفاء رقيب أهل الأرض والسماء محب أهل التقى والنقى والنهى من الأولياء وضع الأسس التي يرتقي بها العبد إلى مراتب الحكماء، وأكبر هذه الأسس التقوى، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو رئيس الفصحاء، وعلى آله وأهل بيته الأتقياء، وأصحابه الأجلاء الحنفاء، والسائرين على نهجه إلى يوم اللقاء. أما بعد، البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج تدلان على العلي الكبير. ووجود المسلمين في مثل هذه المناسبة إنما تدل على وجود النبي البشير النذير. أيها السادة،
القيام والكلام أمام السادات ولربما يدل على نقصان الأدب، لأن العلم هو الأدب، ولولا الأدب لألفت المذهب. Mabwana wakubwa mliohudhuria, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuwa hapa asubuhi hii. Malengo ya kuwepo hapa ni matukufu, na waliohudhuria ni watu watukufu, na mahala penyewe ni patukufu. Ndipo ambapo Mwenyezi Mungu ametuhudhurisha muda huu. Kwa hiyo namuomba atupe kheri kwa kuwepo hapa. Amen. Namuombea rehema na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ni vigumu sana kuifanya hii kazi ambayo nimepewa muda huu kuifanya. Ni vigumu kwa sababu mwanachuoni mmoja anaitwa Abul Hasan al-Shaybani. Huyu ni mmojawapo kati ya wanafunzi wawili wakubwa wa Imam al-A'zam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit. Ukimwacha Abu Yusuf na kuna Abul Hasan al-Shaybani, aliwahi kusema al-qiyamu wal-kalamu amama sadat wala rubbama yadullu ala nuqsani al-adabi. Kusimama na kusema maneno mbele ya mabwana wakubwa waliokaa mabwana, na mtu mdogo akasimama ili aseme, hili linaweza kuashiria upungufu wa adabu. Inawezekana mwenye kufanya hivyo akawa na adabu ndogo. Akasema elimu ni adabu, al-ilmu huwa al-adab. Elimu ni adabu. Walaula al-adab la alaftu al-madhhaba. Lau kama sio adabu, Abul Hasan al-Shaybani anasema na yeye angeanzisha madhhabi yake, lakini hakuyaanzisha kwa sababu wakubwa tayari walikwisha yaanzisha. Hadhihi mukaddimati. Nataka mnielewe kwamba hapa nimesimama mahala pagumu, tabu, wala kadhtaja alayya al-maqam. Ni mahala pamenitumia kwa sababu kwenye mkono wangu wa kushoto yuko baba yangu na mwalimu wangu ambaye yeye ndio sababu mimi nikasimama hapa. Walaulahu, pengine msingewahi kuniona wala kunijua wala kunisikia wala chochote kingine. Sasa haya ni mambo magumu kuzungumza mbele yake, lakini nakadiria kuwa ameridhia. Ndio takdiri yangu na husni dhann ni kwamba karidhia mimi nisimame hapa, na ridhaa yake naichukua kama amri. Wa imtithalu al-amr khairu min suluki al-adabi. Kutekeleza amri ya wakubwa ni bora kuliko kufuata njia zozote za heshima. Heshima ya kwanza ni kutimiza amri za watu wakubwa. Namuomba Mungu aniwezeshe kusema inavyotakiwa, na nyinyi mtakao nisikia mnisikie inavyotakiwa, na mwisho sote tupate natija iliyokusudiwa ambayo ni radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwa, nahnu al'ana fi al-masjid. Qabla hadha al-zaman kana al-masjid yusamma Masjid al-Aqsa, fahuwila ismuhu min Masjid al-Aqsa ila Masjid ar-Rahmani. Mwanzo kama tulivyoashiriwa hapa, msikiti huu uliitwa Aqsa, na tukisema Aqsa tunakumbuka Ma'arakat al-Mi'raj ambayo ni safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Masjid al-Aqsa kule Palestina, asimatul mamlakati Sulaimaniya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisafiri kutoka Makka akenda zake mpaka Aqsa. Lakini nini nukta nataka niseme hapa? Kana ibtida'u safari masjida wa kana al-intihau masjida. Limadha? Lianna at-tarbiyata as-sahihata la takunu illa fi al-masajid. Katika safari ya Bwana Mtume, safari ya ardhini ilianzia msikitini na safari ya ardhini iliishia msikitini. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan
min aina? Min al-masjid al-haram ila aina? Ila al-masjid al-aqsa. Limadha kana ibtida'u safari masjida wal intihau masjida? Ni kwa sababu malezi makubwa ya Waislamu yanapatikana msikitini, na hapa msikiti uliitwa Aqsa, lakini baada ya hapo umeitwa Masjidur Rahman. Rahmani ni sifa min sifati ilahia, sifa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmani ni sifa ya Mungu na maana yake ni mwenye huruma sana. Kwa hivyo tumetoka Aqsa ambapo ni msikitini alikupandia mtume kwenda mbinguni, jina limegeuzwa kimekuwa kituo cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kwa hivyo Allah azilete huruma zake kwenye msikiti huu. Uwe ni msikiti wenye utulivu, msikiti wenye amani, msikiti wenye makubaliano, msikiti ambao kinakuwa ni kituo cha ilmu, msikiti wa mfano. Hapa Vingunguti kuna misikiti mingi kwa hakika, na takriban yote tunaijua. Kwa tunamuomba Allah ajalie huu uwe ni msikiti wa mfano. Wanaotaka kufanya dini kwa utulivu, kwa heshima, kwa takwa, waje waige mambo ya msikiti wa Masjidur Rahmani, na ndio ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa, ilisoma Qur'ani hapa na sote tumeisikia. Sitaki kurejea aya zote zilizosomwa, lakini kwa idhini yenu na kwa ruhusa hapa nisome chache na nizisemee. Allah ametuambia fi buyutin adhina Allahu an turfa, walaqad qala al-qari fi buyutun adhina Allahu an turfa, fasuila limadha ja'alta al-buyuta marfu'a, faqala adhina Allahu an turfa wal buyutu marfu'un bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aliyeruhusu hiyo buyutu ni Mungu mwenyewe. Adhina Allahu an turfa, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال من هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Na kusudia kusema kwenye misikiti yote duniani wanaohusika humo misikitini kwa kazi ni watu wenye sifa nne ambazo Allah amezitaja hapa, na watu wa msikiti huu jipambeni na sifa nne. Allah akasema misikiti, nyumba za Mungu, kaamrisha mwenyewe iheshimiwe. Adhina Allahu an turfa'a, ay amara Allahu an turfa'a, ameamrisha Mungu misikiti iheshimiwe. Msikitini ni mahala pa heshima. Msikitini ndio kituo cha Muislamu kupata utukufu wake, ni msikiti. Misikiti ipewe hadhi, lakini sio kuheshimiwa tu. Wa yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali, watu waje kufanya tasbih, wamsabihi Mwenyezi Mungu msikitini asubuhi na jioni. Al-ghudu wal asali bi maana lailan wa nahara, walete tasbihi watu usiku na mchana. Kisha watakaofanya kazi hiyo ni kina nani? Rijalu, ni watu wana sifa nne. Sifa yao ya kwanza, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Wahusika wa msikitini ndio hao ambao hawashughulishwi na biashara, hawashughulishwi na kuuza na kununua, an dhikrillah, wakaepukana na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na nyuma ya msikiti huu, sijui ndio niite mbele, nimeliona soko, lakini watu wa msikitini wao, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Sasa Masjidur Rahman nyuma yenu kuna soko, kuna hatari ikawa panaadhimiwa, mwingine bado anapanga mafungu ya nyanya chungu. Inawezekana mpaka ikama inakaribia kukimiwa, anasema ngoja aweze ukimo ndio tutakimbilia msikitini. Mwingine anasubiri mpaka anamsikia imamu anasema stau sufufakum, bado anapanga vitunguu kwenye meza yake.
badala ya kuja kuswali akiwa muwafiku, anakuja swali akiwa masbuku, na hali ya kuwa hapa msikitini ndio jirani yake. Watu wa msikitini wao la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Watu wa sokoni na eneo hili kwa ujumla, mmeletewa kituo karibu yenu, zisikushughulisheni biashara na kazi zenu mkachelewa na mkawacha kufanya. Swala hapa zisaliwe kwa wakati, zisaliwe anapotaka Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La tulhihim tijara. Fujo za msikitini Tanzania tumeshazijua, na sasa hakuna ajabu tena, li'annahu idha urifa sababu zala al-ajabu. Sababu ikijulikana hakuna tena kushangaa. Akthar ya misikiti yenye fujo, akthar wal ma'sumu man asamahu Allah, akthar ya vurugu za msikitini zimeletwa na watu wenye majina mawili, na mimi naombea Mungu na hapa nitawataja wala sikubali. Waliotia fujo misikiti mingi nchi yetu ni watu wanaitwa jina lao wadhamini na wengine waasisi. Majina mawili haya msikitini. Chunguza misikiti mingi, hawa ndio wenye fujo hasa. Wa kwanza ni mdhamini na wa pili ni muasisi. Hunaka shakhsi lidhabana masjid yantadhiru an-nata'ij wal fawakih min dhaka al-masjid alladhi banahu. Kuna mtu akishajenga msikiti tayari kusubiri matunda, kusubiri mapato na malipo kwenye msikiti aliyoujenga, badala ya kusubiri malipo kutoka kwa Allah. Qala Rasulullah Muhammad, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Aliyeasisi msikiti akaujenga msikiti lillah. Isikieni hadithi, man bana lillahi masjidan, atakayejenga kwa ajili ya Mungu msikiti, Allah atamjengea nyumba peponi. Kuna baadhi ya waasisi wa misikiti ya akhi, wakishaasisi msikiti, basi kila jambo la msikitini liwe lao. Msemaji wa mwisho awe ni yeye, mwamuzi, na hasa msemaji wa mwisho kwenye eneo la pesa. Huku kwingine semeni wenyewe, yani kama kuna mengine semeni nyie tu, lakini ikifika habari ya pesa lazima muasisi aje aseme yeye. Ya salam, mwingine huitwa mdhamini, na nasema haya maksudi, najua na hapo tuna wadhamini na waasisi. Nasema haya tukumbushaneni, tulijue tatizo la msikitini miaka hii ni wadhamini na waasisi. Baada ya kupungukiwa imani zetu, wadhamini, waasisi na waumini, tuunganeni kuwa kitu kimoja katika msikiti huu, na lengo au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwisho zaidi ya hayo, msikiti unalo pambo, na pambo la msikiti ni ilmu. Ikiwa msikitini hakuna ilmu, bora msikiti ule hata usiwepo hasa, kwa sababu kituo cha watu kujifunza. Misikiti mingi haisomwi wala haisomeshwi kwa sasa. Badala ya kusoma na kusomeshwa ndio vituo vya fujo. Nasema kwa kuyajua, mimi niko misikitini sasa. Niko misikitini. Na kwa bahati nzuri niseme sijui niko kwenye msikiti mkubwa kuliko yote hapa Dar es Salaam. Mimi najua misikitini hapa somo. Na waombeni watukufu wa Bwana hapa liweko darasa la maana kabisa. Wafundishwe watu Qur'ani, wafundishwe watu ibada, wafundishwe watu fiqh. Msikiti ni ilmu na ilmu ni msikiti. Ni vigumu kutenganisha ilmu na msikiti. Msikiti ukikosa ilmu umeshavurugika na hauna pambo tena niliyoupamba. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kiwe kituo cha kheri, kituo cha kuelewana na kupatana, kiwe ni kituo cha kupeleka Uislamu mbele. Kwa sababu mimi kwa hakika hasa lao nikiulizwa wazi wazi, unasemaje kuhusu misikiti Dar es Salaam, mimi ningejibu misikiti Dar es Salaam imetosha. La usiyetu ada. Misikiti vipi bwana, nikusema ishatosha. Misikiti basi. Kwa sababu misikiti iliyopo Dar es Salaam, ikiwa kuna msikiti unatimiza swafu 3 swalatul fajr, hiyo ni Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Msikiti mkubwa ni ule kwa Mtoro, basi asubuhi ni swafu 1.5. Maana yake misikiti iliyopo watu hawajai. Kwa hivyo ikiwa hawajai kuasisi mingine, naona kama tabu imetosha. Mimi hima yangu ni kuasisiwa vituo vya ilmu, na ndio maana kama hapa ni msikiti, kiwe ni kituo cha ilmu. Ilmu ndio jambo la kupeleka misikiti mbele. Misikiti bana, sasa hivi ni wapeni siri, tuna msikiti mmoja wa Kinondoni ambao unaingia Waislamu 6000 kule Bapata makao makuu.
kabla ya msikiti ule uliokuwepo ulikuwa unaingia watu takriban 600-700 na haukuwahi kujaa. Hata kwenye salati Ijumaa msikiti watu 700 ulikuwa haujai. Ulipokosa kujaa ule watu 700 umejengwa watu 6000. Sijajua watakaojaa watatokea wapi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad, pia na kuwashukuruni nyote ambao mmeacha kazi zenu mbalimbali leo mkaja kuipamba shughuli yetu hii ya ufunguzi wa msikiti huu Masjid Ar-Rahman. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri na atutengenezee kila ambalo litaharibika huko nje wakati sisi tuko kwenye jambo lake inshallah. Vile vile upande wa meza kuu ilitambulishwa kuna mashehe wamefika, lakini kutokana na udogo wangu na umri wangu mashehe wengi waliokuwepo kwenye meza kuu hapa siwafahamu isipokuwa shekhe mmoja tu, Sheikh Uthman. Sheikh Uthman live leo ni mara ya pili tunakutana hapa. Mara ya kwanza kama anakumbuka tulikutana kwenye iftitah al-masjid, ilikuwa maeneo ya Kongoe ndani huko, zaidi ya miaka 6 au 7 kama sikosei, na yeye ndio alikuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa msikiti ule ambao ulijengwa na Jamiatul Firdaus. Baada ya hapo ndo tunakutana tena leo baada ya kumuona kwenye mitandao tu sana na vitu vyake vinarushwa mule na huwa tunamfuatilia. Sasa mimi kila ninapoonana na Sheikh Uthman huwa siachi kuchukua faida. Yaani hiyo miaka 6-7 hiyo tulokutana kuna faida nilichukua mpaka leo ninayo, japokuwa mwenyewe keshasahau. Na leo nimechukua faida, lakini faida ya leo nitakuja kumkumbusha huko tutakapokuonana tena huko mbele. Lakini faida ile ya miaka 5-6 nyuma takana nyie muipate faida gani niliipata kutoka kwake. Alisema maneno, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kiongozi bora, ni mwalimu bora, ni mwalimu ambaye amefundisha masahaba na sisi ambao tumekuja mpaka leo nyoyo zetu zimetulia. Sasa anataka kuyafafanua haya maneno yake ili sisi tuamini kwamba Bwana Mtume ni mwalimu bora. Anasema ukitaka kujua wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni mwalimu bora, tizama ulivyokaa, huna wasiwasi na mwenzako wewe. Wewe sokoni unaweza kukaa hivi. Yaani kila time unajisachisha mfukoni hivi, unaga simu yangu isije. Kwenye kituo cha daladala unaweza kukaa hivi. Kila mara unaangalia wallet isije kachomolewa. Lakini hapa kila mmoja kakaa hata habari hana habari ya simu ile kwenye mfuko wake wala wallet ile kwenye mfuko wake, hana habari. Yaani Bwana Mtume ametuliza nyoyo zetu hizi. Sallu ala Muhammad. Haya maneno niliyapata kwa Sheikh Uthman miaka hiyo. Sasa ndio yapata leo, nitakuja kumkumbusha tena huko mbele tutakapokutana inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie tukutane inshallah. Baada ya kuyasema hayo, kwanza kabisa Jamiatul Firdaus al-Khairiyya ilifika hapa. Maana hapa hatukuletwa na mtu. Asijakatokea mtu akasema niliwaleta 100. Hatukuletwa na mtu. Kuna ndugu yangu mmoja alioa maeneo haya. Sikumbuke hata nyumba gani hapa. Na ndoa hiyo ilikuwa salatul fajr. Kwa tukakurupuana huko nyumbani saa 10 huko, tukatoka tukampitia bwana harusi, tukaja zetu mpaka hapo ndani hapo alfajiri, tukaja tukasalia hapo. Ndio tukauona ule msikiti wa mabati ule. Full suit unaitwa ule. Na ndugu yangu hapa tukasali salatul fajr ya kwanza hapa. Tulipomaliza salatul fajr nikamnongoneza ndugu yangu Zaki, nikamwambia Dar es Salaam kuna msikiti huu mpaka leo? Anaambia ndio huu hapo. Wewe unaniuliza kati kitu unakiona hivi? Kaambia basi ndio hivyo bwana. Kwa hiyo akaambia basi tutafanya fikra. Basi ndoa ile ilipita hapa alfajiri ile, yule bwana akaondoka. Sisi baada hapo tukaweza kufanya juhudi ya kuzungumza na jamaa mbalimbali na alhamdulillah Sheikh Uthman amezungumza vitu vizito sana.
moja ya jambo alilozungumza Sheikh Uthman kwamba misikiti Dar es Salaam inatosha kama ataulizwa yeye, na sisi tunakwenda na fikra yake. Iko hivyo hivyo. Jamiatul Firdausi huwa hatuanzishi, sisi huwa tunaendeleza tu, ndio sera yetu hiyo. Sera ya Jamiatul Firdausi ni kuendeleza vilivyokuwepo ambavyo havifai kwa matumizi. Msikiti uliokuwa hapo ulikuwa haufai kwa matumizi. Dhiki kubwa ya Waislamu wa eneo hili walikuwa wakiipata katika nyumba yao, walikuwa wakifanyia ibada. Na leo ukituletea barua yako au ukitupigia simu kwamba jamani, nataka munijengee msikiti na kiwanja marehemu babu kakitoa, siji nimekinunua, hatujengi. Lakini tukikuta msikiti una hali mbaya, hatuuachi. Kwa hiyo tuko pamoja na Sheikh Uthman kwenye hilo. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, juhudi zikafanyika, tukaweza kumpata ndugu yetu ambaye ni mwanachama kindaki wa Jamiatul Firdaus al-Khairiyya, na hakupenda kutajwa jina lake. Baada ya kuzungumza naye na kumpa gharama za ujenzi wa msikiti huu, akasema kwamba insha Allah mimi nitaujenga, na kweli ameujenga peke yake. Allahu Akbar. Na unajua pesa alizotumia kujengea hapa ni kiinua mgongo chake alichostaafu kazi. Sallu ala Muhammad. Sisi tukistaafu kazi tunakuja kuleta migogoro msikitini kama vile Sheikh Uthman. Manake wengi wanaoleta migogoro msikitini ni wale waliostaafu kazi wale, katoka NHF, sio katoka wapi huko, kastaafu huko, ndio wanakuja sasa anakuwa mzee wa msikiti. Analeta vurugu. Lakini mwenzetu amestaafu, amepata kiinua mgongo chake, amemjengea nyumba Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjengee nyumba na peponi inshallah. Amin. Hakuna mtu ametia shilingi 10 yake, ni yeye. Na amekuja mara moja tu wakati ujenzi huu unaendelea. Amekuja amekagua, alhamdulillah ameridhika. Yaani hapo tulipomwambia kwamba kuna msikiti hajataka kuona, akatuamini fanyeni. Ujenzi unaendelea, akaja akatizama hali inavyoendelea na ameridhika, na leo ametupa baraka zake kwamba ufungueni msikiti. Kutokana na dhurufu za corona huko duniani hakuweza kufika hapa, lakini alikuwa na hamu leo ajumuike pamoja na sisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupa sisi fadhila hiyo ya kusimamia msikiti huu, na hatimaye umeweza kukamilika, na leo nafikiria itakuwa ni furaha kubwa kwake na kwetu sote Waislamu kuweza kupata nyumba nzuri ya kufanyia ibada. Yeye hataki chochote zaidi ya dua zenu, na ameomba kwamba dua hiyo isiwe ile dua ya leo tu hapo. Mumkumbuke mnapofanya dua zenu ya kuwarehemu wazee na kujiombea, basi na yeye mumuombee dua Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi mambo yake, lakini pia ampe uwezo wa kuwasaidia na Waislamu wengine wenye matatizo kama haya. Kwa inshallah tutamuomba Sheikh Hassan aweze kufanya dua maalum kwa ajili yake, na sote inshallah tuitikie iwe kama tumemlipa, sababu Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka tumlipe huyu mtu anayekufanyia ni wema, mlipeni. Yaani sisi tuna haki ya kumlipa huyu mtu kwa ile aliyotufanyia, lakini kama hatuna tufanye nini? Tumuombee dua. Kwa hiyo ana haki ya hicho alichokiomba, basi sisi tumpe inshallah. Tutampa inshallah. Inshallah tutampa. Na vile vile tunaye ndugu yetu ambaye amefika, Sheikh Abdul Karim. Yeye atatoa shukurani kwa niaba ya mdhamini ambaye amedhamini ujenzi wa msikiti huu. Si wakati wa kuzungumza mengi sana. Sheikh Uthman amezungumza, na mwisho nimeambiwa kuna mgeni rasmi naye atazungumza. Lakini pia Jamiatul Firdaus al-Khairiyya ikimaliza shughuli zake kama hizi, huwa tena haifuatilii tena chochote kabisa. Hatutaki kujua imam nani, katibu nani, mweka hazina nani, sijui nani ni nani. Sisi hatutaki kujua hiyo. Sheikh Uthman, katika zile nasaha tulizozitoa sisi hatumu kabisa huko. Yaani sisi hapa tukimaliza pengine tuwe na hamu tu baada ya miaka 3-4, tulisimamia msikiti kule Vingunguti kwa Simba kule, hebu tupite tusali tuone uko hali gani basi. Lakini kazi yote hiyo ya uendeshaji wa msikiti huu tunawaachia wenyewe viongozi. Lakini pia nawashukuru viongozi au kamati ya msikiti, tumeweza kushirikiana vizuri tokea siku ya kwanza
Msikiti ule wa mabati umevunjwa, uwanja ukasafishwa, na mafundi walikuwa wakipokelewa vizuri. Kazi zimeendelea bila ya mikwaruzano wala mivutano ya aina yoyote. Mpaka leo tuna ukabidhi msikiti huu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na awadumishe katika mshikamano huo. Kitu ambacho tunatakiwa tukifanye sasa, fikra za kwamba tupate nyumba mzuri ya kufanyia ibada hazipo tena hizo, kwa sababu tayari tushapata nyumba mzuri ya kufanyia ibada zetu. Japokuwa kiwanja ni kidogo, kina mama hawajapata sehemu. Kulikuwa na ipatikane sehemu ya kuoshea maiti, haikupatikana kutokana na ufinyu wa eneo, lakini kwa sisi kina baba tayari tumepata eneo zuri la kufanyia ibada, utulivu wa nafsi unapatikana. Kwa hiyo sasa cha kufanya, tufanyeni juhudi ya waliokuwa nje waje ndani. Vichwa vyetu sasa, akili zetu ziumie kwamba kuna ndugu zetu Waislamu wako nje, hawataki kuingia humu. Watakuja kuletwa humu siku moja mahmulan, wamebebwa katika mabega yetu, ndo wanaingizwa humu kwa ajili ya kusaliwa na kupelekwa kwenye nyumba zao. Sasa hao ambao wako nje sasa hivi ni Waislamu wenzetu, ndugu zetu. Wakituona sisi tuliokuwa humu ndani hatuelewani, tunagombana, tunafitinishana, hivi watakuja kweli humu? Ambao wenyewe wanaingia mule wanagombana, magomvi kila siku, wanapigana msikitini. Hawatakuwa na hamu ya wao kuja. Lakini wakituona sisi tuko salama, amani, tunapendana, tunashirikiana, tukiwapa nasaha ya kuja, na wao watakuja. Kwa hiyo Waislamu tubadilikeni. Kila mmoja katika msikiti ajue wajibu wake. Viongozi wajue wajibu zao kwa wanaoongoza, na wanaoongozwa wajue wajibu wao kwa viongozi wao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika maneno yake, alfitnatu naima la'ana Allahu man aykhadhaha. Fitna siku zote imelala, Mungu amlani mwenye kuiamsha. Kila mmoja awe na tahadhari katika msikiti huu na misikiti mengine, kuwa yeye ndiye chanzo cha kuamsha fitna zilizolala. Na ukimwona mtu ana tabia hizi, ujue huyu ana dua ya laana kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima watu wawe wanajua mipaka yao. Viongozi wawaeleze wanaowaongoza kila ambalo wanastahiki kulijua. Usifiche. Ukificha tu ndio unafungua mlango wa fitna. Na mnaongozwa lazima mjue wajibu wenu, kwamba kuna mambo hatutakiwi kuyajua kutoka kwa viongozi wetu. Ukilazimisha kuyajua hayo, ndio unafungua mlango wa fitna. Kwa hiyo fitna zisituzeeshe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, shayyabatni hudun wa akhwatuha. Kilichomzeesha Bwana Mtume ni suratu Hud na ndugu zake. Leo Waislamu sisi kinachotuzeesha ni fitna, majungu, hasad, ndio kinachotuzeesha sisi. Kwa hiyo imefika wakati sasa wa kubadilika. Tubadilikeni. Msikiti huu ulete umoja wa Waislamu, tuwe kitu kimoja, tupendane, wala isiwe sababu ya msikiti huu kuzaliwa msikiti mwingine. Maana mara nyingi misikiti hii ndio huwa inazaa misikiti. Kuna kisa kimoja kilitokea njia ya kusini huko. Ulijengwa msikiti wa zamani, Waislamu wakawa wanafanya ibada zao, basi wakakhtalifiana tu viongozi kwa mambo yao. Katika pande katika viongozi likasema, sisi tunauacha msikiti huu, tunakwenda kujenga msikiti wetu. Ndio mambo ya kimjini haya. Yaani mkikorofishana katika mambo, sio kusuluhishana na kuwekana sawa, turudi katika sunna ya Mtume na kitabu cha Allah. Sisi tunajitoa. Na ukijitoa, kuna waumini sasa nao huwa wanagawanyika. Kuna kundi linabakia na viongozi wanaobaki, na kuna kundi linakwenda kuwafuata hao wapya. Basi kundi lile likatoka, likakaa vikao vyao vya shura, wapi tukajenga msikiti wetu, na kwa sababu tunao waumini wetu ambao wametufuata, hawendi kusali msikiti ule. Wakasema kuna kiwanja bibi fulani amekitoa bondeni huko. Mmoja akasema hapana,
usende kujengwa msikiti bondeni. Tufanyeni juhudi, tujengeni msikiti ng'ambo ya pili ya barabara, hapa na hapa tuonane. Yani ule ushabiki ule, kwa nini tukaujenge mbali? Basi mpaka leo ukipita kwenda kusini huko, sitaki kutajia hiyo sehemu, itafute mwenyewe tu, utakuta msikiti huko upande huu na msikiti wa pili huko upande wa pili. Yani misikiti iko hivi na hivi. Msikiti ule ukajengwa, baada ya kujengwa kundi likabaki huku na kundi likabaki kule. Sasa ile ibada ikawa inafanywa kwa ushabiki. Waliohama msikiti wanataka kuwaonesha msikiti wa mwanzo kwamba na huku tuna watu wengi, yani wanaoneshana. Basi ilikuwa ikifika katika sala zile ambazo sura inasomwa kwa sauti, salatul maghrib, salatul isha na salatu subhi, basi ile maghrib ile anatafutwa bwana mmoja, yule mshabiki, yule mchochezi wa ule mgogoro, yule anayekuwa katikati ya msikiti pale, anapokaa hapa wewe. Basi imamu husoma suratul Fatiha ile, akifika pale wala dhallin, nini kinafuata hapo? Mbona mmechoka choka? Sheikh umeleta wali hapa au mna wali hapa? Wali upo Sheikh. Firdaus haina mchezo. Yaani mnafungua msikiti afu mnapigwa na wali. Kwa hivyo mkijibu hamna tatizo. Mtarudisha nguvu kwa wali hizo. Ikifika wala dhallin, nini kinafuata hapo? Amin. Basi ule jamaa aliyekuwa katikati pale hugeuka nyuma hivi akaambia jamani, haya wala Allah, ili wale jamaa watoe sauti kubwa ifike kule, jamaa washtuke, wana kumbe jamaa wako wengi kule. Sallu ala Muhammad. Kwa hiyo inshallah msikiti huu usiwe hivyo, inshallah msikiti huu usiwe hivyo inshallah, na sote tujitahidini kuja kusali katika nyumba hii. Kila mwanamme hana udhuru ya kusali nyumbani. Ukishakuwa mzima, uko vizuri, unatakiwa uje usali wapi? Msikitini. Nyumba hizi zimejengwa kwa ajili ya wanaume waje kusali hapa. Tamalizia mimi kwa kisa kimoja cha mwisho sababu muda haupo. Mtoto mmoja mdogo sana na umri wa miaka kati ya miaka 5-6 hivi, alikuwa akimuona baba yake siku zote Allahu akbar, Allahu akbar, anakwenda zake msikitini, anasali msikitini. Basi mtoto ile ikamwingia katika akili yake, lakini mama siku zote anamuona anasali nyumbani, hajawahi kumuona mama yake anakwenda kusali msikitini, lakini baba anamuona anakwenda kusali msikitini. Siku moja baba akawa anatizama kitu katika television, ima ni mpira ama mchezo, lakini ukamshughulisha kiasi kwamba akaisikia adhana, akaona nikenda nitakosa hichi ninachokitizama, wacha nitasali nyumbani tu. Basi yule mtoto amekaa na yeye kwenye kiti anamtizama babake. Alipomaliza mambo yake, mzee akaenda akachukua udhu, akatandika msala, akasali. Alipotoa salamu kulia na kushoto, kwa mtoto akamfuata, akamwambia baba, umekuwa mama leo? Baba akashtuka, vipi? Akamwambia siku zote namuona mama anasali nyumbani, wewe nakuona unasali msikitini. Sasa leo nakuona umesali nyumbani kama mama, ndio nakuuliza umekuwa mama leo? Sasa kikitizama kitoto chenyewe atakupiga kofi, hawezi. Akili zenyewe mbili. Kwa hiyo ikabidi akaona fundisho kubwa amelipata. Kwa hiyo tujitahidini sana kabisa, tusiwe na mambo au jambo ambalo litatushughulisha tukaacha kuja msikitini na tukasali katika majumba yetu. Nyumba hizi zitakwenda kutushtaki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mwisho pia isiwe sisi wenyewe tu ndio tunajihimiza kuja kusali humu, na watoto zetu tunawaacha majumbani. Lazima tuwafuatilie nao, tujue je, wanasali? Na ni wangapi katika wazazi leo wanafuatilia wake zao, watoto wao wa kike na wa kiume, na wanaowalea pale nyumbani wanahakikisha kwamba wanasali? Wangapi? Ambaye mtu akitoka kwenye shughuli zake akirudi nyumbani kwake anauliza nyumbani, leo jamani mmesali humu? Hivi wangapi? Ambaye mtu akirudi nyumbani kwake anauliza, jamani mmesali dhuhuri humu? Asri imesaliwa humu? Ni wachache mno. Bali insanu ala nafsihi, kila mmoja anajijua mwenyewe hapa. Kwa hiyo kila mmoja awe mkali
na tutafute njia. Lazima siku moja ukija hapa, hata leo umetoka hapa kusali dhuhuri, ushapiga mpunga wako hapa, ushafungua Masjid Rahman, ukirudi nyumbani unakuta sufuria imekaa ovyo ovyo mlangoni, unaipiga teke inakwenda inagonga ukuta wa pili kula, afu mmesali huko. Unajua ndo mzee akija hapa hataki mchezo. Lakini ukifika pale mmesali huko afu unacheka cheka, watakuchezea chezea tu. Watakwambia tumesali na wewe umeridhika. Mimi mzee wangu marhum, babangu, yeye alikuwa akifanya kazi bandarini. Shekhe, tunamalizia hapo. Sisi tumejenga mwenyewe msikiti huu. Nazungumza sana. Au unasemaje? Asante. Akimzee ananitazama, anakuja jamaa malizi, kila mara lazima ndo namaliza, kumbe ndo anaendelea. Ndio nafasi yetu ya mwisho hii. Mwaka mzima Shekhe anasimamia msikiti hapa. Au sio? Na mzee wangu hapo. Aliumwa sana, nikamwambia usife kwanza mpaka tufungue msikiti. Nikamwambia. Kuna mwenzake tufungua msikiti Kinondoni kule. Sasa kuna sehemu ya kuoshea maiti. Basi yule mzee akasema mimi naomba nizindue mie hii sehemu. Subhanallah. Sasa vitu vizito hivi Shekhe, au sio? Mungu akuweke inshallah. Amina. Mzee wangu alikuwa akinifurahisha sana. Nikija hapa ananipa company kweli kweli hapa. Vitu anahifadhi na kila kitu, tunatia story hapa. Mambo yote yanakwenda vizuri inshallah. Basi mzee alikuwa akirudi kutoka kazini, akifika nyumbani huwa anauliza, "Mmesali huko ndani huko?" Basi tunaambia tumesali. Mzee anakuja anatukamata hapa kwenye vichwa. Akitushika tu hapa, anasema wewe hujasali, bakora. Na hujasali kweli. Na akikushika hapa, akwambia yeye kweli wewe umesali, alafu anakuachia. Sasa sisi kama watoto ilikuwa inatuumiza. Tuko wadogo sana. Yaani mzee hayupo, yuko kazini. Akirudi akiuliza mmesali? Tukimwambia tumesali, akitushika kwenye vichwa anakuambia wewe umesali, wewe hujasali. Na anaambiwa hajasali kweli, na anaambiwa kasali, amesali kweli. Huyu mzee anajuaje? Mwenyezi Mungu amrehemu mzee Nasor. Basi kama watoto watukutu kwa tunatafuta kitu gani ambacho huyu mzee kinamjulisha kwamba umesali au hujasali. Basi tukafanya uchunguzi, tukagundua Sheikh. Tulipogundua nilikoma mzee. Kumbe bwana, ukitaka kusali si lazima utie udhu. Na ukitia udhu si unaweka maji hapa. Sasa yeye akikushika hapa, akiona maji tu anajua wewe umesali kweli wewe. Sasa kama hujasali si hujatia udhu, akishika anaona kichwa kikavu hichi bakora. Sasa tulipogundua tu, ilikuwa ikifika time ya sala tunaenda kuchukua maji kwenye kopo tunaweka hapo. Umesali? Nimesali. Akishika anaona maji, kumbe hatujasali kweli. Sasa lazima utafute njia nyingi. Watoto nao kiko kuna njia moja tu unaitumia kuhakikisha kusali kwao, watakuwa wanakupiga chenga. Kwa hiyo njia moja itumia, alafu igeuke tumia njia nyingine, lakini uhakikishe kwamba nyumbani kwako sala inatekelezwa. Mwisho kabisa, ndugu yangu Zaki hapa Arukhesh, yeye ni afisa mipango na mweka hazina wa jumuiya ya Al-Firdaus. Ndugu Zaki na yeye alikuwa azungumze, lakini alikuwa Zanzibar, ameingia na boti ya saa 3 hapa. Anasema mawimbi yalikuwa machafu sana huko baharini. Kwa hiyo kidogo hali yake si nzuri. Kwa hiyo yeye ilikuwa atupe hata gharama ngapi zimetumika kujenga msikiti, kwa sababu pesa zote zilikuwa zinatoka kwake, zinapita kwetu, ndo tunazitawanya mpaka leo msikiti umefikia hivi. Na mimi ninazungumza mbele yenu ni ndugu yenu Saleh Al-Hinai, ni katibu wa Jamiatul Firdaus Al-Khairiyya, na wazee wetu wengine kina Amr Rashid Al-Rawahi, naibu chairman, mzee wetu Said Al-Khaifi, chairman mwenyewe, yeye amefika kutoka Oman jana, lakini amefikia Zanzibar na hali yake si mzuri, hakuweza kufika. Na mzee wetu Sheikh Rashid hakuweza kufika kwa sababu ya mambo haya ya corona na mambo mengine. Tunaye ndugu yetu hapa Hassan, ni shekhe huyu, shekhe wa Al-Firdaus. Dua nyingi ndo anayezifanya huyu. Na ndugu yetu Abdul Karim ambaye yeye amemwakilisha mdhamini, naye atazungumza ya kwake. Kwa hiyo tunasema rasmi kabisa tumefurahi sana kwa ujio wa meza kuu mashekhe. بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير. يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير. حاجاتنا أشياء كثير وأنت عالم بها وخبير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين
وارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، واختم لنا بالشهادة عند الموت مع تحقيقها من غير تبذير ولا تغيير برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل لنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم نعرض عليك. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا رزقنا حلالا طيبا، إن كان في السماء فانزله، إن كان في الأرض فأنبته، وإن كانت بعيدا فقربه، وإن كانت قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سدد دعاءنا واسمع فيه نداءنا وقو أبداننا، ولا ترد أيدينا صفرا إلى نحورنا. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kila sifa njema zimfikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye mamlaka yote ya mbinguni na ardhini, wama tahta thara. Rehma na amani zimfikie Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na adili zake na masahaba wake na kila aliyepita katika njia zake. Ama baada ya hayo, ifuatayo ni risala fupi ya Masjid Rahman kwa mgeni rasmi na mlezi wetu Sheikh Ali Idi Ali. Mwenyezi Mungu amjaze kheri na ahadi zake kwa ujumla kwa kazi kubwa ya kutuelimisha na kutulea. Mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kukubali ombi letu na kuwa mgeni rasmi, na tuna furaha isiyo na kifani kwa ujio wako. Ndugu mgeni rasmi na shehe wetu, kwenye mwaka 2011 ndipo nilianza wazo la kupatikana msikiti katika eneo hili. Tulianza kununua nyumba 2 zilizokuwepo eneo hili kwa shilingi milioni 58. Milioni 13 zilitolewa na waumini wa eneo hili na shilingi milioni 45 zilitolewa na wafadhili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape badali wale wote waliochangia kwa ununuzi wa nyumba hizo. Ndugu mgeni rasmi, baada ya hapo tulianza kujenga msikiti mdogo kwa nguvu zetu na tukaanza kusali hadi sala ya Ijumaa. Mgeni rasmi, na mwaka 2019 walikuja watendaji wa Al-Firdausi wa taasisi ya Al-Firdausi Foundation kuja kusali. Walipoiona hali ya msikiti wetu haikuwafurahisha, ndipo walipotuomba tutume maombi ya kujengewa msikiti, nasi bila kuchelewa tulifanya hivyo. Na baada ya kufika ombi letu, walianza kujenga msikiti huu kama mnavyoona. Allah awalipe kila la kheri, awape radhi zake na awaingize wao na sisi katika pepo ya juu ya Al-Firdausi kama ilivyo jina la taasisi yao. Ndugu mgeni rasmi, malengo yetu ni kulipanua eneo la msikiti wetu, na tayari tumeshafanya maongezi na mmiliki wa nyumba iliyokuliana na msikiti kwa thamani ya milioni 35, na tayari sisi tunazo milioni 20. Tuna mapungufu ya milioni 15. Hivyo basi tunakuomba wewe binafsi, wafadhili wetu pia waliojenga msikiti huu, na watu wote wa kheri mliohudhuria na mnaotusikia, mtusaidie kiasi hicho ili malengo yetu yatimie, na hapana shaka Mwenyezi Mungu atawalipa kwa hilo. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu kila muda, na tutaendelea kuwaombea kwa mchango wenu
kubwa mnaotoa katika kupeleka mbele Uislamu. Endeleeni hivyo hivyo, na bila shaka malipo yenu mtayakuta, na Allah hata wahuzunisha siku ya Kiyama. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuwasilisha risala hii kwako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipindi vyote Mwenyezi Mungu awabariki waandaaji, alkadhalika msomaji. Abdallah watu wa picha wanasema wamekabia huko tukio hilo muhimu sana hilo. Tunakukosa sana, naambia ni kweli, kwa sababu mimi nimeshazaa, nimeshalea, nimeshasomesha. Sasa sioni tena kwamba hadi leo niwe mambo hayo nafanya mimi, wakati wa kuyafanya sasa ninao na ninawaamini vya kutosha, nawaamini kabisa. Watukufu Waislamu, napenda sana zikitokea hafla za kidini, yakitokea masala ya kidini, sasa yapelekeni kwa Sheikh Uthmani na Sheikh Idi yuko hapa, na wengine nimekuja nao wapo. Ukiwaangalia kwa maumbile yao na umri wao utawadhani wadogo, lakini si wadogo. Shairi mmoja alisema, la talidul hayyatu illa huwaya, nyoka hazai ila huzaa vijoka. Ukimuona nyoka kazaa, basi ujue hivyo ni vijoka, vina nguvu sawa na yule nyoka. Watukufu Waislamu, leo tumekuja kuhudhuria hafla hii ya ufunguzi au uzinduzi wa msikiti huu Masjidur Rahman. Zimesomwa aya nyingi hapa na zote zilistahiki kwa hafla kama hii tuzielezee. Msomi mmoja qari hapa amesoma, innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha la yadkhuluna aljannata la tufattahu lahum abwabu as-samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyati. Kwa hakika aya hii ilikuwa haistahiki kuachwa iende tu na maji, ilihitaji uchambuzi wa hali ya juu. Kwa kifupi tu alisema, hakika wale watu wanaozikadhibisha aya za Allah halafu wakajitukuza, yani wakajikweza, wakawa hawasikilizi, hawafuati maelekezo ya zile aya, milango ya mbingu haitafunguliwa kwa ajili ya roho zao, haifunguliwi. Na peponi hawataingia mpaka ngamia aingie kwenye tundu la sindano. Alladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha. Man huwa alladhina kadhabu ayati Allah? Ilikuwa kuna nafasi ya kufahamika ni watu gani wanakadhibisha aya za Allah, watu gani wanazijitukuza wakaepukana na kutekeleza maelekezo na mafundisho ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, ambao milango ya mbinguni haitafunguliwa kwa roho zao na peponi hawataingia mpaka aingie ngamia katika tundu la sindano. Walipaswa wajulikane, kupatikane ufafanuzi wa hali ya juu ya hili. Lakini muda mara zote tunapokuwa katika hafla kama hizi huwa hautoshi kwa hayo. Lakini qari mmoja alisoma aya ambayo maudhui yake yanaelekeana kabisa na hii hafla yetu. Alisema, ma kana lilmushrikina an yu'ammiru masajid Allah
shahidina ala anfusihim alkufra ulaika habitat a'maluhum wa finnar. Mungu anasemaje katika aya hii? Allah anasema watu ambao ni mushrikin, almushrikin, haiwezekani na haitakiwi kabisa washughulike na kuamirisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali wao wenyewe wakishuhudia ukafiri ndani ya nyoyo zao. Watu wa aina hii hata kama watajishughulisha nayo, habitati a'maluhum, amali zao zote ni batil. Si batili tu, na ndani ya moto wa jahannam watakaa milele. Ingia wakaa, ni mahali pa nukta. Man humul mushrikin alladhina ya'muruna masajid Allah shahidina ala anfusihim alkufra, ni wanakina nani? Walistahiki watambuliwe. Maana likitajwa neno kufuru, ukitajwa kitu ukafiri, watu macho yao yote, angalia Kristo, anamwangalia Yahudi, anaangalia pagani, hao ndo anajua tu kama ukafiri unawahusu wao. Lakini kufuru na shirki si kwamba ni maksur kwa hao watu wanaotajwa. Laalla akawemo kafiri humuhumu, mushriki akawemo humuhumu, anayekadhibisha aya za Allah akawemo humuhumu, lakini kwa sababu ufafanuzi wa kuwajua watu wa namna hiyo huwa hautolewi, tunakosa kufahamu. Wakati mwingine tukiwa tunataka kuleta hafla kama hizi, lazima tuandae muda wa kutosha kweli kweli. Tuandae muda wa kutosha, na ule muda pia tushirikiane hata na mgeni rasmi namna ya kuyaratibu, kwamba kipengele fulani akae fulani, kipengele fulani akae fulani, ili ipatikane faida tamama. Faida ipatikane tamama, iwe imekamilika. Hapo shughuli zetu zitakuwa zinakwenda vizuri sana. Qari huyu aliendelea kusema inma ya'muru al-masajida, yani masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sala wa ata zakat. Si ndio? Alitaja watu wenye sifa ambao wanastahiki waamirishe misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu wa aina gani wenye sifa hizo tulizozitaja? Amana billah wal yawmi wa aqama sala wa ata zakat. Sawa? Hawa ndio watu ambao wanastahiki kuamirisha misikiti. Man amana billah, man amana bil yawmil akhir, man aqama as-salah wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. Nani alistahiki kujulikana? Afafanuliwe, aeleweke. Man amana billah wa bil yani wal yawmil akhir wa aqama as-sala wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah, ajulikane, ili huyu ndiye awe na haki hiyo ya kuimarisha hiyo misikiti ya Mungu. Na pia ifahamike i'mar, kule kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni vipi? Ni kufanyaje? Ni kujenga? Kujenga ni kuitunza. Kama tunaitunza, tunaitunzaje? Kama tunaijenga, tunaijengaje? Tunaijenga kwenye misingi gani? Haya ni mambo ambayo Waislamu yanahitajika yajulikane kwanza na Waislamu, lazima yaeleweke, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni kweli ameamrisha misikiti kujengwa, kuimarishwa, na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameamrisha, na faida za kujenga misikiti, faida za kuimarisha ile misikiti zimetajwa na Allah, zimetajwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na faida zinazopatikana kwa wale amirina almasajida, mtume Muhammad kazitaja kwa wingi sana. Tukitaka kuzielezea
Kwa hakika muda hautoshi, lakini tuangalie jambo moja ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alilisema, ukiacha hii man bana lillahi masjidan bana Allahu, Mungu anamjengea nyumba peponi. Ikiwa umejenga msikiti, Mwenyezi Mungu atakujengea wewe nyumba kule. Yaqulu jalla wa ala fi hadithi al-Qudus, wa izzati wa jalali inni la ahammu bi ahli al-ardh adhaban fa idha nadhartu ila umari buyuti wa ila al-mutahabina fiyya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu dhalika anhu. Allah anaapa na utukufu wake, anaapa na uwezo wake, asema mimi huwa nimeshakusudia kuileta adhabu kwa hawa watu wanaoishi duniani. Huwa nimeshakusudia. Sasa ninapoangalia sasa umari buyuti, wale watu wanaamirisha majumba yangu, wa baitullah wal masajid wa ila almutahabina fiya, nkaangalia wanaopendana kwa ajili yangu, wa ila almustaghfirina bil ashar, nkaangalia wanaoamka usiku wakaomba istighfar, basi saraftu dhalika anhum. Ina umuhimu mkubwa katika jamii, sio? Ina umuhimu mkubwa. Mwenyezi Mungu akiwaangalia umari almasajid, ndio buyuti la, akiwatazama tu, basi ile adhabu aliyokusudia kuitoa Allah huiondoa. Basi si faida kubwa hiyo, si ndogo hii. Hii ni faida kubwa ambayo inapatikana katika kujengwa misikiti, katika watu wanaoimarisha misikiti. Lakini misikiti, ndugu zangu watukufu Waislamu, katika kuijenga na katika kuitunza kuna masharti. Misikiti lazima ikijengwa, ijengwe foundation yake ala taqwa min Allah wa ridwani. Dhahir? Kile kinachokusukuma wewe kwenda ujenga msikiti ndio Mungu anachokitizama kwanza. Taqwa ala min Allah wa ridwani. Kinachonisukuma kujenga msikiti hapa, kuweka kituo hapa, ni kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na muogopa Mungu, nataka nitekeleze amri zake, niache na hai zake, nataka ibada ifanyike, iwe jambo la kwanza, ndo linalokusukuma. Halafu unayafanya hayo ili iweje? Ridhiwani min Allah, ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huo utakuwa msikiti. Ikiwa utaasisiwa ala taqwa min Allah wa ridwanin, huo sasa utakuwa msikiti. Kama kilicho kusukuma ni hicho. Lakini ikikosekana hicho, hilo jengo mulilojenga na hapo mulipojenga mahali, basi hapo mahali patakuwa najisi, na hilo jengo mulilolijenga litakuwa najisi, na litakuwa halistahiki ibada, watu kuabudu, na wala halistahiki kuwepo. Na haya akayasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu. Ikiwa msikiti utakosa kuasisiwa ala taqwa min Allah wa ridwani, haustahiki kuwepo hasa ile jengo halistahiki. Sawa? Na ibada humo haistahiki. Hapo mahali patakuwa najis. Ukiwa wakati unataka kujenga msikiti, utaungana na yale mambo manne aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Haya mawili yakakosekana, ikaungana na mambo ambayo Mungu kayataja. Maana Mungu kataja kabisa, walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran, watu wanaojenga msikiti kwa ajili ya dhirar, kudhuru msikiti wa jirani. Pengine ikawa dhirar, hapa kuna msikiti na hapa kuna msikiti, lakini tunatengeneza msikiti wetu sisi hapa. Msikiti huu lengo lake kubwa ni dhiraran kwa msikiti ule, usipate watu kama hivi. Tumepata hadithi moja ukaa pale katikati, ambia tu shime amina,
dhahira, masjidin huo umejengwa kwa ajili ya nini? Dhiraran limasjidin akhar, si ndio? Ikipatikana hiyo moja kwamba katika kujenga kuna dhiraran wa kufura na kuna kufuru. Kufuru yenyewe nini? Kutokutii maelekezo na maagizo ya Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Msikiti huo huujengi kwa hayo. Watafriqan baina almu'minina, unajenga msikiti ili uwagawanye Waislamu. Tafriqan, walikuwa kwenye kituo kimoja, lao moja, wanasali wanaabudu kwa pamoja. Unajenga msikiti mwingine, tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, na kituo cha watu wanaompiga vita Mungu na mtume. Bali ikipatikana sifa moja hii, ambayo kuna msikiti ulikuwa na sifa hizi 4, ulijengwa kwamba dhirara, ulijengwa msikiti ule kufuran, ulijengwa tafriqan, ulijengwa irsadan liman haraba Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizuiwa kusali ndani ya msikiti huo. Dhahira? Alizuiwa. Akaambiwa la takum fihi, maisha yako usilale, uje usimame umkusali. Kwa hivyo amri kwa mtume na hai kwa mtume inatuhusu na sisi. Na mtume hakusali, Waislamu hawakusali ndani ya msikiti huo, bali mtume aliagiza msikiti ule uvunjwe, upigwe moto, na ulivunjwa na ukapigwa moto. Na kwenye ardhi ambayo ilikuwa jalala, dampo, watu wanatupa taka. Ulikuwa ni msikiti huo. Msikiti mtume aweza amua ufanywe hivyo. Jengo lilionekana ni msikiti, bukaa ilitolewa kama msikiti, sura ilikuwa ya msikiti, lakini Allah alikataza asisimame mtu kusali ndani ya msikiti huo, kwamba haustahiki kufanyiwa ibada na haustahiki hata kuishi. Sasa msikiti ili uitwe msikiti, uwe na haki ya kuabudiwa na usitahiki watu kukaa hapo na msikiti upo, basi ujengwe kwenye misingi 4, na moja katika hizi sifa 4 msikiti huo usije ukawa nayo. Sheikh Uthman akasema misikiti imetosha. Imetosha kwamba hiyo iliyopo haijai, si ndio maana yake? Imetosha. Hapa kuna msikiti, pale kuna msikiti, pale kuna msikiti, pale kuna msikiti, na yote hiyo haijai. Ule wa kwanza ulikuwa haujajaa, watu wamejenga mengine. Wanaijenga kwa sababu gani? Moja kati ya sifa 4 itakuwa msikiti huo ni dhirara, msikiti huo ni kufra, msikiti huo ni tafriqan baina almu'minina, au irisadan liman haraba Allah wa rasulahu. Takuwa una sifa, hauna sifa kabisa ya kusaliwa, hauna sifa kabisa ya msikiti. Kwa hivyo hata Jamiatul Firdaus, mimi na washauri, hata mkiitwa kwenda kusaidia kujenga misikiti, maana ndo kazi yenu nyewe ni kusaidia kujenga misikiti. Kazi nyingine, maana imara ina namna 2, kujenga, kuna namna ya kujenga na namna ya kuimarisha, zote ni imara. Kuuendeleza lazima kwanza muanze kuangalia, kwani msikiti huu wajengwa hapa kwa sababu zipi? Dhahiri unajengwa hapa kwa sababu gani? Muangalie na pembeni zake kuna misikiti, ndio ulizikone, mbona upo na msikiti karibu hapa, na hapa upo mwingine, na hapa kuna mwingine, na nyie mwajenga hapa msikiti, kuna nini? Mjue undani. Mkishajua, mkatajiwa sifa zikawaingia moyoni mwenu kwamba msikiti huu unajengwa ala taqwa minallahi wa ridwani, hapo jengeni. Jengeni. Mkiona maneno hayaashirii hivyo, basi hicho kituo kiacheni. Takuwa imani dhirara, imani kufuran, imani tafrikan, imani irsada.
na kikiwa kimoja katika hivyo, kujenga kwenu nyie hakuna faida. Huo mtakuwa hamjengi msikiti, mtakuwa hamjengi msikiti. Lazima muangalie na mujiridhishe kama sasa sisi hapa tunajenga msikiti. Leo tunayo habari hapa, Sheikh Uthmani kaitoa, siku nyingi hajaniambia, lakini leo nimesikia na kwamba kuna msikiti Kinondoni unajengwa. Zamani ulikuwa unachukua watu 7,000 hawajai, 700, 600 hawajai. Lakini sasa wajengwa wa kuchukua watu 6,000. Hebu niambieni nyie wenyewe, lengo la kujenga msikiti huo ni nini? La kwenda, manake kama wangegawa basi tujenge misikiti 5 wa kuchukua watu 1000 pale pale kuna msikiti wa watu 1000 ambao 700 hawajai, wangejenga na 5 mingine kwengine kabisa ambako hakuna misikiti. Lakini unajengwa wa kuchukua watu 6,000 Kinondoni ambao 700 au 600 hawajai. Unalo jambo jingine huo. Ukiacha mbali takwa Allah wa ridhiwani, liko jambo jingine. Hata kama si irsada, si tafrika, si dhiraran, si kufura, si ndio? Basi riaa ipo hapo. Basi sum'a ipo, si ndio? Na kama haipo na wizi kidogo weza kana upo. Lazima hapa kosekani jambo kama hilo. Kwa hivyo munaojenga au kuendeleza kwa maana ya kusaidia kujenga misikiti, kwanza angalieni munapojenga msikiti, muangalieni misikiti ipo au haipo. Muangalie na sababu zinazopelekea hapo pajengwe msikiti mwingine. Kwa nini tusiujaze ule tukajaza na ule tunaanzisha huu? Lazima muzijue, na vile mukielezwa na nyinyi muzizingatie, muzipime. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanaojenga msikiti dhiraran wa kufuran wa tafrikan baina al-mu'minin wa irsada liman haraba Allah, kasema wala yahlifunna in aradna illa ihsana illa al-husna, illa al-husna. Kasema wallahi hawa wataapa, hawa waliojenga masjidi hii ambao mimi nakwambieni ni dhirara wa kufuran wa tafrikan baina almu'minin wa irsadan liman haraba Allah, hawa wala yahlifunna in aradna illa alhusna. Wataapa wallahi hatuna lengo jingine tulilolikusudia kujenga msikiti huu ila kheri. Ndio atakaposema, si ndio? Lakini kweli ni kheri? Sio kheri. Mchunguze hivyo. Kwanza mnaosaidia hiyo kujenga, chunguzeni. Lakini na nyinyi mnaoanzisha misikiti mipya, vile mkikaa mkishauriana kwamba tunataka tujenge msikiti, kwanza katika hiyo kabineti yenu mnayokaa jiulizeni, sisi hapa tunataka kujenga msikiti kwa sababu zipi? Tunazo illa au sababu ambazo sheria ya dini ya Kiislamu inaziridhia, ambayo sheria ya dini ya Kiislamu italipa hadhi jengo hilo kwamba hili jengo ni msikiti kweli? Mkija mkiona kuna nukia dhirara, mkiona kuna rukia kufra, tafrika na irsada, bora jambo hilo muachane nalo kabisa. Muambiane ule msikiti tunaotaka kukaa pale ushakuwa ndogo, basi hebu tuongezeni uwe mkubwa. Sasa tuufanye wa gorofa ili mkusanyike Waislamu wote mahali pamoja. Leo hapo una msikiti wa sali Ijumaa na ule pale wa sali Ijumaa na huo hapo wa sali Ijumaa na huo hapa Ijumaa na nyote hamujai. Na kumbe mungejenga msikiti mmoja mkubwa, mungekaa nyote mkasali mahali pamoja. Si ndio? Hamtaki kwa sababu zipi? Leo kila mtu anahangaika na kuania kujenga msikiti. Wafadhili wako wengi wa kufadhili misikiti. Hata wafadhili, Sheikh kasema wanaogopa sasa kidogo kujenga, mpaka wajiridhishe kweli kweli kama hizo pesa haziendi kuliwa. Si ndio? Watu wanapewa msikiti, sema kama huu, alafu na yeye anapata na nyumba humu kwenye kujenga msikiti, mwingine apata na gari humu, zinakuwa dharia. Hizi ni dhari'atun sayyi'a ambazo zinaharibu kabisa mafundisho ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo la kwanza ninalo shauri,
na kuwahusia ndugu zangu, tunapojenga hii misikiti, kabla ya kuijenga, kwanza tutafakari vizuri, tunajenga kwa malengo gani? Ijengwe misikiti ala taqwa min Allahi wa ridwana, na isiwe na shaubu, isinukie harfu yoyote ya ile sifa 4. Ikiwa msikiti wa namna hiyo, utakuwa msikiti. Ukikosa hizo sifa, huo si msikiti. Bukaa yenyewe najisi kabisa, jengo lenyewe najisi, halifai kuwepo, na Mungu haruhusu watu wafanye ibada. Sasa kama kuna misikiti ya namna hiyo na hatuijui, na sisi tunakwenda kusali humo, swala zetu zinakuwa. Na sasa hivi hizi sifa 4 zilizotajwa ndani ya Qur'an zinapatikana katika misikiti mingi. Katika misikiti mingi ya sasa hivi Dar es Salaam na kwengineko inapatikana. Wengine wanafungua msikiti karibu kwa sababu nyie humu mnamsalia mtume, na wao hawataki mtume asaliwe. Dhahiri, wanajenga msikiti wao. Wengine wanajenga msikiti pembeni na msikiti wenu kwa kuwa nyie muna kunuti asubuhi na kunuti hawaitaki. Wengine wanajenga msikiti kwa sababu nyie mkimaliza sala mnamsabihi Mungu, mnamdhukuru Mungu, mnaomba dua ya pamoja, hawataki hiyo dua. Si ndio? Hizo ni sababu zinawapelekea watu wanajenga misikiti pembeni mwa misikiti mingine. Sasa hiyo misikiti inajengwa kwa takwa. Tuwe makini. Tuwe makini na hata hii misikiti sasa. Maana sasa Waislamu wametufikisha mahali hata misikiti tunaiogopa sasa. Msikiti unaogopa. Hiyo ni upande wa mawazo yao tu ya kidini. Hawa wanakunuti tusisali msikitini mwao, wanawashawishi na watu wengine wahame, wanajenga msikiti wengine. Wengine ukienda na kanzu ndefu tu ndani ya msikiti huo hutakiwi. Mna watu wanasali wana kanzu ndefu. Sio? Wanaanzisha msikiti wao. Ndio zile sifa 4 ambazo Allah amezikataza, na msikiti akaamuru usiishi, na haukuishi mpaka leo. Lazima tuangalie sababu zinazotupelekea katika kujenga hii misikiti. Lakini qari walisema fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatoa maelekezo ya mambo yanayostahiki kufanyika ndani ya msikiti. Adhina Allahu an turfa, Allah kaagiza misikiti iheshimiwe. Misikiti iheshimiwe, na heshima nyewe mnaijua. An turfa inatamil maana yake ijengwe hata magorofa 7 juu, sawa? Si ndio? An turfa, lakini iheshimiwe kwa kupewa hadhi ya kwamba hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata hiyo namna ya an turfa, basi watu wajue Mungu kaagiza misikiti irufaishwe, iheshimiwe. Iheshimiwe namna gani? Asema hiyo ndio kazi ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala aliyoagiza misikitini, ni kuheshimiwa misikiti. Lakini kazi ya pili, wa yudhkara fiha, jina lake litajwe humo. Hilo ndio agizo lake. Lakini ukilitaja sasa watu wajenga msikiti mwingine. Ukilitaja anajenga msikiti mwingine. Sawa? Yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asali rijal. Wamsabihi watu humo asubuhi na jioni. Yani muda wote watu wawe katika kazi hiyo ya kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndiyo maagizo ya mtume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anawaagiza Uislamu kwenye misikiti. Sasa Waislamu tunataka tufundishwe namna ya kuheshimu misikiti. Si ndio? Tunaheshimuje misikiti? Tunaheshimuje? Mungu kasema tumdhukuru, tunamdhukuruje ndani ya misikiti? Mungu kasema tumsabihi, tunamsabihije ndani ya misikiti? Si ndio? Lazima tulijue hilo. Utalijua tu kwa kujajenga msikiti hivi, ukaweka taa na mafeni, ukaambia haya, watu nendeni zenu kafanyeni mambo. Mambo gani?
Dhahiri watu wa Jamiatul Firdausi nasema Jamiatul Firdausi ina mashehe zake. Naomba mashehe zenu wakishafanya kazi kama hii wasimame wayafafanue haya mambo. Kabla hamjawakabidhi msikiti, muwaambie yanayotakiwa humu ndani ya msikiti kwa nususi min Allahi wa rasulihi, watu wayajue, si ndio? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika darasa dogo tu alisema jannibul masajida sibyanakum wa majaninakum wa shiraakum wa bai'akum wa khusumatikum wa ikamati hududikum wa salla suyufikum wa rafa'a aswatikum wattakhidhu ala abwabiha almatahira wa bakhiruha fil jum'ah. Mambo 8 mtume aliagiza mara moja, darasa fupi tu. Alisema hii misikiti kwanza iepusheni na watoto wenu, jannibul masajida sibyanakum. La kwanza hilo, ihifadhini misikiti na watoto wenu hawa ambao hawajakuwa na akili, si mahali mwa kujacheza huko. Wa majaninakum, na wenda wazimu wenu, mkiona akili zao si nzuri watoeni. Ngine ukiona mtu kaingia mwendaza, mwendazimu huyu angalau wazimu wake umempelekea msikitini bana, mwake. Wazimu umempelekea msikitini tumwache. Wengine wako majalalani huko, lakini wewe unakuja msikitini. Nasema hayo mambo mawili yaepushwe na msikiti. Lakini washiraakum, manunuzi yenu, kununua kitu musinunulie msikitini. Wa bai'akum, mauziano yenu musiyafanyie msikitini, musiyafanyia mauzo. Wa khusumatikum, magomvi yenu yasiwemo msikitini. Hayamo? Wa rafa'a aswatikum, makelele msikitini yasiwemo. Hayamo? Sasa fupi tu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwenye ile aya ya Mungu, antarfa'u fi buyutin adhina Allah an turfa, tuotoe wasalla suyufikum, silaha zenu msije nazo, mipanga isichomolewe humu ndani ya msikiti. Dhahiri alichokitaka yeye, watakhidhu ala abwabiha almatahira. Sawa, misikitini milangoni pake ekeni nini? Matahira, vitu vitakavyo wasafisha maji, mavumbi, uchafu usingie msikitini. Sawa, wabakhiruha fil jum'ah, siku za Ijumaa mpige buhuri, ufukizeni. Misikiti inahitaji kufukizwa, harufu nzuri iwemo, ni buyuti la. Dhahiri mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo mafundisho haya ya Mtume yote yametupwa, halafu tunasema huu msikiti, tumejenga msikiti wetu pale. Vitoto kibao vilivyochezea mbwa huko, kanajisika, kaingia msikitini, umepanga naye safu moja. Panga naye safu moja, umeshikamana naye unasali. Una najis. Ukisema sana, tumekasema watoto wafundishwe kusali bwana. Alisema muwatie msikitini? Asema wafundishwe sala, ni kweli, si ndio? Swala wafundishwe, wazijue. Kwa hivyo ukimfundisha sala, kwanza atajijua, ili ni swali kwanza niweje ndio nikasali. Hatatoka huko na mbwa wake amfunge hapo aingie msikitini, maana sala ameshajua kwamba sala inahitaji nini. Kwa hivyo kazi ya kutunza na kuheshimu misikiti ni kazi takatifu, ni kazi nzuri, ni moja ya mafundisho ya dini ya Kiislamu, lakini lazima izingatie mafundisho yale yale ya dini ilivyofundisha namna ya kutunza na kujenga misikiti. Ijengweje, itunzweje. Sheikh hapa azungumza kitu kidogo, akasema Jamiati al-Firdaus imemaliza kazi kwenye msikiti huu, isije ikafatwa tena kama feni bovu, kitasa pale kimeharibika, taa haiwaki. Haya, mujitahidi
asingesema haya, ila kesha yaona kwamba yapo, si ndio? Yapo. Msikiti kama huu umejengwa hivi, na uwe ni msikiti kweli ule atakao Mungu, umejengwa kwa foundation ile ya Allah, halafu eti mnaenda kusema hakuna umeme. Mnakwenda kwa wale wajenga, mnawaambia jamani, umeme hakuna, feni limeharibika. Pana msikiti kweli hapa? Pana msikiti? Fadhila za kuleta umeme msikitini, kuweka hewa safi, watu wasali kwa vizuri. Mtu mmoja anaitwa At-Tamimu Darari, awwalu man anara masajid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tamimu Darari ndiye mtu wa kwanza aliyeng'arisha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Idh ata bikanandili minashami, alikuja na machemni kutoka Sham. Fa'allaqaha, akayapachika msikitini. Wa asrajaha, akawasha msikiti, ukatoka lile giza. Faraa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaa biqaulihi, Mtume alipoona alimuombea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake. Mtume alimwambiaje? Nawartal islama, nawartal islama, nawara Allahu alayka fi dunya wal akhirah. Hakumwambia umenawirisha msikiti bwana, umetia nuru msikiti. Alimwambia nawarta islama, Uislamu umeupendezesha, Uislamu umeujaza nuru, Uislamu unapendeza sasa ndani ya macho ya watu. Nawara Allahu alayka fi dunya wal akhirah, Mungu na wewe akunawirishe, akupendezeshe duniani na akhera. Yeye kaleta chemni, kandili. Angalia dua aliyoipata. Wewe leo kutoka huko ukaja na umeme 10,000 ukaingiza hapa, ikawaka na kupendeza kama hivi, mafeni yakameremeta. Unaonaje ikiwa msikiti ulioufanyia hivyo umesadif? Sasa itakuwa ajabu leo, itakuwa ajabu kama hapa watu hawa waliopo hapa, itafika msikiti huu zimetaa, au lazima mkae kitako kwanza mwambie msikiti hamna, leta 5,000 3,000 kule kwako wakaana nani? Umeme ukikatika kwako unakaana nani? Ukamwambia hebu njoo tufanye mazungumzo kidogo ya kuingiza umeme. Feni likiharibika unakaana nani? Umeme umekuja, umeangalia unit zimebaki chache, toa hela yako kanunue umeme, jaza, nenda zako. Nawara Allahu alayka fi dunya wal akhirah. Feni halipepei kwa sababu ya umeme, weka umeme. Nawara Allahu alayka fi dunya wal akhirah. Naomba kwa kuwa mmenichagua mkasema mgeni rasmi utoe tamko, mimi naomba msikiti huu usije kuwa msikiti husuma. La kwanza, huu usiwe msikiti husuma. Msikiti huu usije ukawa msikiti wa makelele, usiwe msikiti vitoto. Huu usiwe msikiti vitoto. Waje kusali watoto, wafundishwe ibada huko nyumbani kwanza, waelimishwe, waelewe tunaenda kusali, tunatakiwa tuwe tumevaaje, nguo ziwe na sifa gani, ndiyo tuingie msikitini, na wakae nyuma ya watu ili wasiharibie watu wengine sala zao. Msikiti huu usiwe irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, kwamba wale watu wanaopinga kusifiwa Mtume, watu wanaopinga kuomba dua, watu wanaopinga kukunuti, watu wanaopinga tasbihi, ndio mnawaeka hapa. Uwe masjidan lillahi ta'ala, sawa, yudhkara fiha ismuhu, jina la Mungu humulitajwe. Namna ya kulitaja Mungu hakusema litajeni hivi, si ndio? Lakini kinachotakiwa nini? Dhikrullah. Tasbihi zisabihiwe. Aina za tasbihi tunazijua na tusizozijua tufundishane. Na kwa bahati nzuri nimesikia hapa katika maneno, msikiti huu Mwenyezi Mungu kaukarimu mashehe. Kama wataamua kupangana leo wewe wiki itakwisha, wengine watabaki hawajafika, si kweli? Tena kuna tatizo gani?
tuendeleze msikiti huu kwa amani kabisa. Msikiti huu isiwe kituo cha kuwafarakanisha Waislamu, kuwatenganisha Waislamu, iwe ni cha kuwakusanya mahali pamoja, kalima yao iwe moja. Wakitofautiana katika masala ya sheria ya kidini, basi wayarudishe katika kitabullahi wa sunnati rasulillah, wapate ufumbuzi ili kalima yao isije ikatafaraka. Hili ndio ninalowaombeni watu wa msikiti huu. Msikiti wenu nzuri, msikiti wenu wapendeza, msikiti wenu safi. Nimesali hapo, nimesujudi, nasikia upya wazulia unaninukia. Kesho usije sujudi ukakohoa. Kesho unakuja unasujudi hapa, unataka kumsabihi Mungu unakohoa. Vumbi halitoki. Kama ulivyokabidhiwa safi, mzuri, umependeza, basi uendelee kuwa na hali hii mpaka mwisho atakapotufikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yatakuwa pale tutakapojua jukumu la msikiti huu lote ni letu sisi sote, wala si la imamu peke yake. Atakayeona kadhara humo anaondoa, atakayeona vumbi analitoa, bila kujali mimi sio imamu, sio imamu anakula pesa hapo, nakula pesa wenyewe, alafu msikiti wanaofanya mchafu, vyooni huko hakwendeki, haendi kuosha, ati kuna mtu maalumu lazima akaoshe vyoo. Hii ni kazi yetu sote. Tumetaka msikiti, tumewaomba wenye uwezo wa kujenga msikiti, wameujenga, na leo wanatukabidhi ukiwa safi. Naomba kila tukija tukiutembelea tuukute hivi hivi. Tukute hivi hivi. Kitu kikubwa cha kuongezeka humu ni namna ya kumdhukuru Mungu, kumsabihi Mungu, namna za kusali, madarisi humu yasiondoke. Lakini humu kesho nsije nikakuta humu ndani tena mwingine kaeka mfuko asema auza dawa. Mwingine ana maburangeti, mwingine ana madude gani. Hapana. Mimi nakuja na miski bana nauza. Mtume sallallahu alaihi wasallama alimkuta mtu mmoja msikitini anaulizia kuhusu ngamia wake aliyepotea. Akamwambia la radda Allah, Mungu asikuonyeshe tena huyu. Mungu asikuonyeshe tena. Inna ma buniyat almasajid lima buniya. Misikiti imejengwa kwa jambo maalumu iliyojengelewa, sio biashara yako ya kujauliza ngamia. Dhahiri arkisusi alkasusi zikae sokoni, na soko siliko karibu hapo. Huko ndo kukae alkasusi. Na watu wana maneno mazuri, maneno mazuri, lakini msisikilize. Sikilizeni taratibu za misikiti. Mujipangie utaratibu maalumu ndani ya msikiti huu uwe lidhikrillah. Sawa? Uwe lidhikrillah. Hili ndilo jambo ambalo na mimi nawahusia. Mulifanye hivi. Michango msiwe wagumu wa kutoa michango ya umeme, maji, ya kufanyia usafi kwenye misikiti. Haya msiwe wagumu, wala msihoji. Maana sisi tunayo misikiti huko, kila siku na mimi napiga kelele huko. Habari ya kutoa 1000 yako 5 ukaipeleka msikitini, halafu ukaja ukahoji nitumiwa vipi? Si kazi yako. Uliyempa nani? Ulimpa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachie Allah, mwachie Allah. Sio tena wewe unafuatilia 5000 ulioitoa, huioni, unaita watu bwana nilimpa 5000. Nilimpa 5000. Unaongeza sasa shari. Na yule anamwambia mwenziwe, kesho watu wote hapa wamekasirika kitu kimoja, wanamgomea imamu, hawataki kumsikiliza tena, wanamuona mwizi, dhalimu. Kwa fitina yako wewe, kwa 1000 yako 5 ulioitoa. Acha hizo. Kama kutoa hutaki, basi ukitoa lillah. Aliyekabidhiwa mamlaka ya msikiti ndiye anajua utumikeje. Huna haki ya kuja muhoji, mimi nilichangia 10,000, 15,000, umeme leo umekatika. Ndiyo, kwani 15,000 uliambiwa umeme hautakwisha? Mimi utaisha. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Waislamu, mimi nakuombeni hilo kama waliloomba
waliojenga msikiti huu kwamba huu msikiti uwe kwa ajili ya Allah, lakini na watahadharisha tena na namna ya ile misikiti ambayo Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haikubali, isije zikawa ndizo sababu zinazowavutia watu wa msikiti huu. Wamesema kwenye risala, kuna nyumba hapa wameshazungumza nayo, inauzwa milioni kama 35 na sasa wana 20, bado milioni 15. Bila shaka ikiwa iko huku au iko huku, lengo kubwa ni kuja upanua huu msikiti, au sio? Tukifanya mambo katika Uislamu tuyafanye pia kwa utaratibu mzuri. Kama unataka kupanua msikiti huku au huku, bila shaka watakavunja huu kwanza, si ndio maana yake? Au utapanuaje? Zitakuwa nyumba mbili. Lazima ukuta wote wa msikiti utoke ili mupanue. Mnavunja huu mliojenga, na hii mihirabu hapa mlipoiweka lazima ihame mkiupanua, au si kweli? Haya mambo ilikuwa Jamiatul Firdausi waambiwe kwanza, walikuwa waambiwe kwamba jamani, hapa ni kiwanja chetu hichi, tunataka tujenge msikiti, lakini kiwanja chetu kama mnavyokiona hichi ni kidogo, kwa hiyo msikiti tutaka upanuke kidogo, ili waangalie namna gani wafanye ili upanuke. Ukijengwa msikiti uwe umejengwa, kwa sababu hata aliyetoa hela yake kesho akiambia ule msikiti uliojenga wavunjwa sasa, roho yake inakaje? Sipingi mawazo yenu, lakini natoa shauri Waislamu, kwanza turatibu mambo yetu kwa vizuri kabisa mpaka yakae vizuri, tujue tutakalolifanya sasa, ili tukishalifanya tusije tukahitaji kufanya vingine. Ngine tusema Masjidi Rahmani mnaonekana mna pesa sana, msikiti ushajengwa ushapendeza na kama hii, leo mwataka uvunja mujenge upya, taonekana mna pesa. Kumbe si kweli, hatukujipanga vizuri. Mungesema msikiti huu bana tunataka kupandisha gorofa sasa juu, ingekuwa raha, jenga gorofa, maana huu upo, si ndio? Tunaongeza gorofa juu. Lakini niliposikia kwamba utavunjwa ili tuengeze huu kidogo, roho yangu ikasonona kidogo. Imesonona kidogo, msoma risala, roho imesonona kidogo, maana nikaangalia hali ya msikiti ulivyojengwa, umefanyiwa finishing vizuri. Leo tunavunja upande mmoja huo, tunausogeza huko, bila shaka na paa tutavunja. Na sikitisha kidogo, nashindwa, napata kigugumizi. Watu wanasema namna ya kusema napata kigugumizi kidogo kusema sawa, tufanyeni hili, lakini nadhani tunaweza tukakaa tukajadili tena, tukazungumza, tukatazama huu msikiti pamoja, hamujaupanua mwajaa, hamungii tena humu, sawa, tujue hilo la kwanza. Sasa sisi humu tunajaa na hatuenei, msikiti ushakuwa mdogo. Basi kama ushakuwa mdogo, tunahitaji kuwa na namna nyingine ambayo itakuwa ni dharuri. Kama bado hatujajaa, hapana, labda sasa tutengeneze chuo. Sasa tengeneze chuo hapa kikubwa, tufanyie kazi ya dini, kuliko kusema tuvunjeni. Mimi napata kigugumizi kidogo kuhusu hili, lakini pamoja na hayo, mimi nitaomba siku moja nikae na viongozi wa msikiti, tuzungumze kwa pamoja, tujadiliane, na mimi nipe maelekezo kidogo, kwa nini unaongezwa, uvunjwe huku kwa nini, tufanyeje. Basi tutapeana ushauri mzuri tu. Hilo wazo sikulipinga, lakini nakuelezeni athar, sawa,
athari za wazo hili zikitimia. Huyu alijenga nimesikia hajafika. Kuna siku anakuja. Mwenyezi Mungu atanijalia atakuja, twende aje angalie msikiti wake aliyofadhili, si ndio? Lakini akija haji ukuta tena wale. Si ndio manake? Akija tena atakuta wake tena. Akuti tena atanyongonyea kweli kweli. Tumuombe Mungu tu aje mapema. Mwenyezi Mungu aje mapema aone haya mambo yanayofanyika hapa, kwamba kafanya jambo zuri, aone sura hii ya msikiti, au aone na wanaosali ndani ya msikiti huu, aone na hali kwamba msikiti niliojenga bana kwa hakika unaonekana hautoshi, iko haja ya kuongezwa. Naye anaweza kuwa na mawazo, anaweza kuwa na mawazo zaidi. Kwa hivyo hili wazo lenu silipingi, naliunga mkono sana, lakini si jambo la kufanyiwa haraka, si jambo la kufanyiwa haraka. Tujitathmini kwanza, tujiangalie sisi na msikiti wetu kwanza huu tuliona, halafu tuangalie wazo jingine pia. Sawa, hili tufanye au hili tusifanye, tutajua tukikaa tukitaamali kwa pamoja, tukisaidiana, basi tutajua njia ya kufanya ambayo itakuwa mzuri, itaubakisha msikiti wetu huu ukiwa salama, ukiwa wa amani, na Mwenyezi Mungu aujalie uwe hivyo. Haya ni mawazo yangu na ushauri wangu na usia wangu kwa watu wa msikiti Masjidi Ar-Rahman. Mpaka msikiti unaitwa Masjidi Ar-Rahman, maana yake ni msikiti wa mwingi wa rehema, ni msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka itakuwa zile sifa 4 hazimo, si ndio? Bila shaka zile sifa 4 hazimo, na bila shaka ile sifa ya kwamba msikiti huu usisa ala taqwa min Allah wa ridwan itakuwa zimu. Hasa niliposikia ile sifa ya kwanza kwamba ulikuwa full suit, ulikuwa mabati matupu hapa, watu wanaungua kweli kweli, najua la Dar es Salaam, lakini umekwenda mpaka umefika hivi, basi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie uwe msikiti wa Rahman. Mwenyezi Mungu ajalie kiwe ni kituo cha ibada. Mwenyezi Mungu ajalie ni mahali pa kukubaliwa watu ibada zao. Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni sababu ya kutuhuisha na kutudumisha na kutufisha katika kalima ya shahada ya la ilaha illa Allah. Iwe ndiyo njia yetu ya kutufikisha katika jannati naim pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awaondolee tofauti ndani ya msikiti huu. Mwenyezi Mungu aondoe dharau ya kudharauliana. Mwenyezi Mungu awape mshikamano wa pamoja katika msikiti huu, muendeleze ila yaumiddin. Na sisi ambao tumekuja kushuhudia ufunguzi huu, na si Mungu atulipe. Na wale wanaoamirisha misikiti, Mwenyezi Mungu awajalie, awape nguvu hiyo hiyo, nia hiyo hiyo, shabaha yao ikiwa lillahi ta'ala, isiwe kwa namna nyingine yoyote. Watukufu Islamu, nasaha zangu zimefika mahali, lakini la msingi nililotaka mulijue, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin khairu an taquma fi. Sawa? Khairun an taquma fi, msikiti ambao umeasisiwa, umeanzishwa juu ya foundation ya takwa Allahi na kutafuta radhi za Mungu, ndio msikiti ambao khairun an taquma fihi. Lakini man assasa bunyanahu ala shafa jurfin fanhara bihi fi nar jahannam, huwa haufai. Tumeelewana? Huwa haufai. Basi Mwenyezi Mungu ajalie msikiti huu uwe umeasisiwa ala taqwa min Allahi wa ridwan. Mwenyezi Mungu ajalie kituo hichi kiwe ni kituo cha kuwafundisha Waislamu dini yao, kiwe kituo cha kuwafundisha watu takwa, kuwafundisha watu ibada zao na kuwaendeleza. Mwenyezi Mungu awaponye wagonjwa wetu. Mwenyezi Mungu aponye kila mwenye matatizo. Mwenyezi Mungu matatizo hayo amuondolee. Mwenyezi Mungu ajalie ndani ya nyoyo zetu kama kuna khisla min hadhihi alkhusul, kuna chembe ya haya tuliyoyataja, Mungu aifute, abadilishe kabisa msimamo na mwelekeo huo, atuweke katika mwelekeo mzuri. Dhahiri ha? Kwa hiyo na usia wangu leo wa kwanza wa kuambia jamani, tukubalianeni, tuambianeni vizuri kabla ya jambo letu kulifanya, ili tuweze kufafanua mambo, ili tuweze kuyafafanua vizuri yale mambo,
maana buyuti Mungu alizoamrisha zirufaishwe. Kasema wanaorufaisha hizi buyuti yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar. Siku gani hiyo? Kwa nini siku hiyo tatakalla? Tutachelewa kula wali. Mwenyezi Mungu tuwafikishe kwa yale tulioyazungumza, yawe yamesikika vizuri na yazingatiwe na tuyafanyie kazi sote. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, inshallah. Nililotumwa ni tamko la shukrani, ila kuna jambo kama jambo yaliyosoma katika risala imekaa upande kidogo. Nyumba iliyotajwa si ya ubavuni wala si ya ubavuni, na wala sikubomoa msikiti. Nyumba hiyo iko mbele ya msikiti, na tulipanga kufanya hivyo kwa ajili ya kujenga sehemu ya kuoshia maiti na kuongeza vyoo kwa sababu ni vichache, na sehemu nyingine itakuwa ni store ya msikiti kwa baadhi ya mali za msikiti. Baada ya hilo, kwanza shukrani ya kwanza tusipeleke kwa wingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye bi ni'matihi tatimu salihat, kwa neema zake ametimia mambo mengi. Lakini pia shukrani ya pili ziende kwa wafadhili wetu, wafadhili waliotujengea msikiti, lakini pia kuna wafadhili waliotununulia hili eneo ambao walitangulia hapa, lakini hatujakutanika mkusanyiko kama huu kwa sababu tulikuwa tuko katika harakati za kutafuta kituo, yani kujengwa ndio alafu yaunganike majambo. Allah aliwatilia taufiki baada ya shura iliyokaliwa hapa walimu na mashehe katika eneo letu kuona kwamba kuna space kubwa katika misikiti ambayo iko nje ya hapa. Tukaona hapa tupate msikiti, na baada ya kukaa shura tukaamua tuwaendee wale ambao Allah kawakunjulia neema zake, na tulipofika kwa hao tuliowakusudia Allah akatia taufiki, wakalipokea jambo letu na wakatununulia sehemu hii, kwa maana zilikuwa ni nyumba mbili hapa. Tukapata ya kwanza tukaweka huo msikiti ambao shekhe kuja kuukuta. Baada ya hapo tukafikisha ujumbe kwa wengine na tukaipata sehemu nyingine iliyo. Kwa hiyo shukrani kwanza ziende kwa hawa waliotangulia inshallah kupatia hili eneo, lakini pia shukrani za pili ziende kwa waliotujengea kituo Al-Firdaus, na kwa hili walilolifanya basi Allah awalipe yale malipo waliowahi.